Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kutokubaliana au kukubalika kwa yale yanayojiri. Wanasema karma ni kitu cha asili. Unajua karma ni kitu cha asili ambacho binadamu huishi nacho. Kuna mtu aliniuliza akaniambia, Rahby, mbona hutaki kuzungumza kuhusu Somaliland na kile kinachoendelea hivi sasa? Nikamwambia nitalizungumza kwa sababu nilishawahi kulieleza hapo nyuma, na vitu ambavyo huwa ninavieleza vinavyokuja kutokea huwa sipendi sana kuvizungumza sana, kwa sababu kama vile navikazia ni kitu ambacho kilikuwa wazi. Niliwahi kukizungumza kuhusu Somaliland na niliwahi kuambia kwa upinzani unaotoka kwenye OIC, nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu, kwa sababu unajua Somalia iko kwenye Arab League, zile nchi 22 yeye yumo. Sasa ule upinzani unaotoka katika hizi nchi ni upinzani mdogo sana ukilinganisha malengo na matarajio ya pande zote mbili. Kinga ambayo Israeli amekuwa akiipata hasa ya kidiplomasia ya Marekani ni kinga bora sana ambayo imempa faida kubwa sana. Kitu pekee ambacho wa Somali wanaweza wakajiuliza kuwa mara hii wamekwenda wakati sahihi au walichelewa, kwa sababu sidhani kama wamekwenda wakati sahihi. Nadhani wamekwenda wakati ambao huenda baadaye wakajuta, lakini ilikuwa ni lazima Somaliland wakubaliane na hili. Nimewahi kuwaeleza mkasa wa Somaliland na Ethiopia, nimewahi kuwaeleza, lakini nilikuwa nawaelezea kuhusu karma. Nitalieleza vizuri hili. Unajua tayari Somaliland wamefungua ubalozi wao pale Jerusalem, ubalozi wa 8 kufunguliwa hapo, kwa sababu kuna kina Marekani na wengine kina Hungary na nani ndio wenye ubalozi pale. Nchi nyingi ambazo zina ubalozi Israeli haziwezi kuweka ubalozi, kwa sababu kwenye lile andiko ambalo huwa ninalieleza, kifungu namba 181 kilichoanzisha State of Israeli kiligawa 55 kwa 44. Moja iko wapi? Moja ndio ilikuwa Jerusalem. Jerusalem haikugawiwa kwa Israeli, haikugawiwa kwa Palestina. Iliachwa kuwa mji maalumu ambao ulihitaji mazungumzo zaidi katika jamii 3 zinazoishi pale. Wakristo wanadai ni eneo lao takatifu, Waislamu wanadai ni eneo lao takatifu, Wayahudi wanadai ni eneo lao takatifu. Kwa hiyo iliachwa kama sehemu ambayo itakuja kuwa mazungumzo ya hapo baadaye. Sasa Donald Trump ambaye amewapa na kuwapa akaamua kuvunja kitu hiki mwaka 2018, akaizawadia Israeli Jerusalem, akasema Jerusalem ni mji mkuu wa Israel, lakini bado ikawa kinyume na sheria za kimataifa. Kwa wale waliobaki kuheshimu kidogo sheria za kimataifa, wakabaki pale wakasema kuwa hatutambui. Na ndio maana mpaka leo, toka mwaka 2018 mpaka leo, karibu miaka 8, kubalozi wa 8 tu unafunguliwa wa Somaliland ndani ya Jerusalem, kwa sababu nchi zingine zote zinafahamu fika wazi kuwa sio sahihi wala hakuna uhalali wa hilo. Naposema huenda ni wrong au naweza kusema karma ni kitu kinachoishi. Juzi wakati World Cup inafunguliwa, nadhani kuna kitu kiliwashangaza watu kidogo. Wakati World Cup inafunguliwa, timu ya taifa ya Afrika Kusini ilikutana na kitu ambacho hawakukitarajia. Waafrika waliamua kusudi kabisa kutoishangilia Afrika Kusini, na sio tu kuishia hapo. Walifanya kampeni kubwa kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha kuwa hatuna shida kabisa na Afrika Kusini na hatutoishangilia Afrika Kusini. Yani waliamua kufanya hivyo kusudi kabisa, kutaka kuwakomesha. Walisema nini? Ni kile kinachofanywa na South Africa kwenye ardhi yao, kuchukia wageni, kuwapiga, kuwashambulia, kupora mali zao, kusema wanachukua kazi zao na nini. Na hata slogan nyingi zilizotembea kwenye mitandao ya kijamii zilizungumza hivyo kuwa tusije tukawashangilia, wanasema kuwa tunachukua kazi zao. Au nadharia nyingine wakawa wanasema kuwa wanatakiwa watoke haraka sana kwenye michezo, warudi kwao wakalinde ajira zao. Hiyo yote ni kile ambacho kilipandwa awali. Yani hii ni karma ambayo hutembea. Yani wewe unaanza nayo inarudi. Kwa hiyo kile unachokipanda matokeo yake utakipata. Nilivyozungumza mazungumzo ya mchana kuwa malengo ya Netanyahu yalikuwa kuibadili Mashariki ya Kati na kuipeleka katika Mashariki ya Kati ambayo itaongozwa na Israeli. Mwisho wa malengo, Irani anaiongoza Mashariki ya Kati. Israeli hana sauti na hana maamuzi. Hii inaitwa karma. Yakani wakati wewe unapanga,
na wao wanapanga na Mwenyezi Mungu anapanga. Mipango bora zaidi huwa ni mipango ya Mungu. Yani mipango iliyo bora kabisa huwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unaona hiki kitu kinatokea kama karma. Juzi pale kwenye mfereji wa Hormuz kuna shambulizi lilifanywa na Marekani. Kama mnakumbuka, kwenye meli ya India kulikuwa kuna sailors watatu waliuawa, mabaharia watatu waliuawa. Kama mnakumbuka, nikasema kuwa wakati wanajeshi wa Irani walienda mazoezi kule Sri Lanka, India, wakati wanatoka, India iliwachoma kwa Marekani, wapo kwenye meli fulani, wakauawa. Yani walikuwa tu wametoka kufanya mazoezi yao, wakauawa. India iliwachoma. Nikasema wakati Irani ilipofanya mashambulizi kuna drone ya Irani ilipiga kuna meli moja ya India iliyokuwa kwenye ghuba ya Omani, India ilimuita balozi wa Irani kumuhoji kwa nini mmefanya hivi. Nikasema nasubiri kuwaona India wakimuita balozi wa Marekani kwenda kuzungumza naye, au wao ndio wataenda kwenye ofisi ya balozi kwenda kutoa maelezo kwa nini Marekani imewashambulia, au itakuwaje. Nadhani nilizungumza hilo. Sasa kuna bwana mmoja aliposti kwenye mtandao wa X kutoka India, akasema kuwa mmoja ya watoto wake ndio baharia aliyeuawa katika hilo. Kwa hiyo akaomba dunia imfikirie na muhurumie kwa lile lililotokea. Katika vitu ambavyo huwezi kuvipumbaza ni Mwenyezi Mungu na teknolojia. Teknolojia ni kitu cha ajabu sana ambacho zinatunza kumbukumbu. Ndio maana mara kadhaa watu mnashauriwa, watoto wenu, vijana wenu, wanawake, dada zetu nini, kujichunga sana kwenye mitandao. Kile unachokiposti wewe unaweza ukadhani unazungumza wewe kama wewe, kikisha enda kwenye mtandao, kiko kwenye public. Wakati wewe unasema mimi nimefuta, wenzako wamehifadhi. Yani wakati wewe unasema mimi nimefuta, wenzako wamehifadhi. Sasa unaweza kukiondoa wakati gani? Nitakupa mfano. Pale Jordan kulikuwa kuna muimbaji maarufu sana wa Kiarabu. Hii miaka ya 2010 na aliibukia kwenye mashindano yalikuwa yanaitwa nadhani kama Arab Idol. Nadhani kati ya Arab Idol alibuka huyu kijana mwenye asili ya Palestina, lakini yeye ni Mjordan, anaitwa Adam Nabulsi. Adam akawa muimbaji hodari na ni mzuri kweli, anaimba sana na nyimbo zake nzuri zikapendwa. Nadhani watu waliokuwa karibu yake Adam wakamwambia, sikiliza, huko unako kwenda tofauti, acha. Kwa hiyo Adam akatangaza kujiondoa kwenye mziki. Wakati anatangaza kujiondoa kwenye mziki, akasema mimi narudi kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo akaanza kutumia ile sauti yake nzuri yeye kusoma tu Qur'ani. Akafuta kila kitu chake kilichokuwa kwenye mitandao na akaomba kila kitu, nyimbo zake zifutwe. Kila kitu kifutwe cha Adam Nabulsi. Ukienda kwenye mitandao still nyimbo zake zipo Adam Nabulsi, lakini yeye halitaki. Lakini hiyo tayari kisha enda kule, haiko chini ya uamuzi wako. Yani kuwa wewe huwezi kuamua. Kwa hiyo kuna wakati hata watoto wetu ni lazima tuwafundishe kuwa kitu unapokipeleka kwenye public sio chako. Huwezi kucontrol narrative ambayo itakuja nyuma yako. Halafu inaweza ikatumika dhidi yako. Baadaye ikaja ikatumika dhidi yako. Kujilinda kwenye mitandao haimaanishi kuwa wewe ni mshamba sana. Leo hii hapo wewe ukitulia, andika Ibrahim Rahbi. Kwenye mtandao wote unaojua, andika tu Ibrahim Rahbi. Zitakuijia picha zangu zote ambazo ninafanya kazi. Zote ninazofanya kazi, yani niko tu kwenye kazi nafanya kazi. Sidhani wala sitegemei kama unaweza kukutana na picha yangu tu ya kawaida ambayo niliamua kujiposti. Sitegemei yani kama utakutana nayo, kwa sababu si kwamba tunachunga hiki kitu, sio uhuru, yani kusema kwa niko huru sana. Usijiachie sana kwenda huko, kwa sababu kuna vitu vinapostiwa vya hovyo sana. Sasa wakati yule baharia amekufa, kuna mzee mmoja aliyeandika hilo andiko, akasema kuwa mmoja ya watoto wangu alikuwa ni baharia, ameuawa, dunia inatakiwa inifikirie. Wapekuzi wakaingia kwenye teknolojia wakampekua vizuri, ni nani? Tayari alishaandika kwenye mtandao wa X wakati wa uvamizi wa Israel kule Gaza. Alisema hivi, shida kubwa iliyopo Gaza ni huo Uislamu. Yani Israel inapaswa ingie huko, isisikilize sauti yoyote, iwe mtoto iwe nani, uwa wote ili Uislamu wote uondoke kule. Karma imerudi kwake. Marekani ambao ndio walikuwa imsaidia Israel kuua watoto, wameua mtoto wake akiwa baharia. Hii kitu kinaitwa karma. Katika maisha halisi kinabaki kuishi halisi. Sasa napozungumza karma, ni ile imewatokea Afrika Kusini kule kwenye World Cup. Ni hii karma ambayo imemtokea Netanyahu, na hii karma imemtokea huyu mzee. Sasa hii karma unaipeleka kwa Somaliland. Naposema Somaliland, walikuwa na kila sababu ya kufanya hivyo, kwa sababu wametafuta hili kwa miaka. Kama walikuwa tayari kugombana na ndugu zao na majirani zao,
kwa sababu tu walitaka kutambulika na Ethiopia. Mnakumbuka mwaka juzi mgogoro ambao uliwakusanya, mgogoro ambao ulimuingiza Ethiopia ukamuingiza Somalia, mgogoro ukamuingiza Misri ukamuingiza Israeli, ikamuingiza UAE, mgogoro mkubwa sana. Sasa uratibu wa shughuli nzima ya Somaliland kutambuana na Israel uliratibiwa UAE vizuri kabisa. Ukaratibiwa wapi? Ndani ya Imarati. Imarati wakaratibu Somaliland itambue hili. Wakati Somalia anataka kuanzisha mgogoro na Ethiopia wakasema okay, sisi tutajiondoa. Umoja wa Afrika ukaingilia kati hili swala. Haiwezekani kwa sababu sisi tunaitambua Somalia moja. Sawa, Somalia moja ambayo imeunganisha na nani? Na Somaliland. Swala la Somaliland nilishalieleza kwa Somaliland na Somalia ziliungana tu katika muungano hapo awali, lakini kabla walikuwa si nchi moja. Somaliland ilikuwa chini ya Muingereza, Somalia Mogadishu ilikuwa chini ya Mtaliano. Kwa hiyo ni nchi mbili zilifanya jamhuri, lakini wakati wa mzozo wa utawala, wale wa Somaliland wakawa kilalamika kuwa hawatendewi haki na Somalia hii ya Mogadishu, watawala kila kitu. Kwa hiyo vuguvugu ya kujitoa ilianza hata kabla ya uasi, kabla ya vurugu za kina Siad Barre, kabla ya kina Farah Aidid wakati huo. Kwa hiyo mwaka 90 wakati Somalia imevurugika, hawa jamaa wakaona kuwa tunaichukua nchi yetu, tunarudi upande wetu. Kwa hiyo wakajitoa, wakarudi nchi yao. Somalia ikakataa, ikasema kuwa haitambuliki kimataifa, inahesabika Somalia moja. Kwa hiyo sisi hatuelewi nyinyi kujitenga au kutoka kwenye nani. Somaliland wakapewa ofa na Israeli katika vitu, yani unajua katika hili ilikuwa ni win-win situation. Israeli alitaka awini akae Somaliland kwa sababu ya kile ambacho kimeratibiwa na Marekani kudhibiti Bab al-Mandeb na kuwadhibiti Wahuthi wa Yemen, katika hesabu kubwa ambayo imeanzia wapi? Kwa Netanyahu, katika kuijenga upya nini? Mashariki ya Kati. Huwezi kuidhibiti Mashariki ya Kati kama hujaidhibiti Bab al-Mandeb. Kwa hiyo Somaliland iliingia katika mkakati wa udhibiti wa Mashariki ya Kati. Ndio ninapokuambia kuwa inawezekana hesabu za Somaliland zikawa ni sahihi, lakini zimekwenda wakati sio sahihi, kwa sababu wakati wao wanategemea kuwa tutapata backup kubwa ya nguvu ya Israeli, ni wakati ambao Israeli anapoteza nguvu. Yani ni wakati ushawishi wa Israeli unapotea, ni wakati ambao Israeli hana tena hicho kitu. Leo hii hakuna tena yale matamanio ya nchi za Kiarabu na Kiislamu kusema kuwa tunataka tuanzishe uhusiano na Israel, ile Abraham Accord. Yani kuwa tunaianzishaje? Yani kuwa ile ham haipo tena, yani matarajio yale hayapo tena, wala hawayataki, kwa sababu tunakuja kwako kufanya nini? Tuje kwako unatupa nini? Lakini wakati ule Israeli aliamini kuwa baada ya mchoro mpya wa Mashariki ya Kati atatawala kuanzia pembe ya Afrika ambao Somaliland, atatawala kuja Syria kwa sababu walishalifanya hivyo, atatawala Lebanoni, sawa. Aliamini kuwa Teherani itakuwa chini ya udhibiti wa Marekani na Israeli. Kwa hiyo Israeli atakuwa ni baba wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Somaliland kama wangekaa mle ndani, kuwa wangekuwa kwenye shield, yani wangekuwa kwenye kivuli ambacho kingewapa utulivu na usalama. Hesabu hazikwenda kwenye uhalisia wake ambao umetakiwa. Somaliland kukaa kwenye nafasi ya Israeli ni kile ambacho wamekisema. Rais wao unajua alitembelea juzi hapa, alienda Israeli akakutana na rais wa Israeli Isaac Herzog akazungumza, lakini mabalozi wa pande mbili wamekwenda na tayari ubalozi umefunguliwa ambao jumuiya ya nchi za Kiislamu OIC wamelalamika wakishutumu Somaliland kufanya hivyo na wakitaka jumuiya za kimataifa kutotambua hili. Jumuiya za kimataifa ndio nani? Kuna jumuiya za kimataifa kuzidi Marekani. Donald Trump yuko kule kwenye mkutano kule Brussels, mkutano wa G7, wanazungumza kuhusu Ukraine na kudhibiti na kuhusu masuala ya Irani. Huko tumelimalizaje na hili linaendaje? Sawa. Kuna ile nadharia nilikuwa naangalia nasema jinsi Irani walivyoimaliza vita ndio Urusi alikuwa anataka kumaliza hivyo vita. Yani kwa staili hiyo kuwa adui unampa zaidi. Lakini hii imeongezea nguvu zaidi kwa Urusi kumshinikiza Marekani kuwa naye atamaliza vita katika staili ya Irani. Hakuna kupoteza, una gain zaidi. Nilishawahi kuambia kuwa Trump ni fursa katika pande zote. Nilisema Trump, Israeli wanamuona ni fursa, wanaweza wakaitumia fursa yake na maguvu yake. Lakini sasa upande wa Israeli fursa hiyo imekwama baada ya Trump kujitolea katika fursa hiyo, mikakati na hesabu zikashindana. Inawezekana ugumu wa adui waliokuwa wanaenda kukabiliana naye kuwa sio mwepesi kivyo ambapo kuwa wangeza kutimiza hiyo fursa yao. Ndio hicho pekee ambao unaweza kusema kuwa Israeli wamekwama kwa hilo, kwa sababu walikwenda kwa adui ambaye ana nguvu zaidi. Hiyo fursa inakuwa tofauti. Lakini fursa kwa Trump inakuja kwa Urusi wanavyoona kuwa kupitia kwa Trump tumeshatumia nguvu zetu za kutosha, tumeshakamata tunavyovishikilia, na leo wamechukua sijui sehemu gani kule Donbas. Kwa hiyo
tunashikilia kile lakini tunachokitaka kwa Donald Trump ambacho sisi kwetu inakuwa ni fursa, inakuwa ni rasmi. Yani kuconfirm, yani inakuwa mali yetu rasmi, inahalalishwa kihalali. Kwa Trump atatupa nafasi ya kuhalalisha vile ambavyo tumevichukua. Yani wanasema hivyo, Trump atatupa uhalali wa kuhalalisha kile ambacho tumekichukua. Kile ambacho wamekichukua ndio hicho ambacho wamekichukua wapi? Ukraine. Kwa hiyo Trump atawapa uhalali wa kukirasmisha, wakichukue kiwe halali. Sasa jirani zetu Somaliland, kitu walikuwa nakitaka, nilisema win-win situation. Israel alitaka Somaliland na Somaliland ilimtaka Israel kwa sababu ilikuwa inapata nafuu sana. Wamekitafuta hiyo nafasi. Kukaa nyuma ya Israeli unakuwa kwenye nafasi nzuri. Wakati huo niliwaambia kuwa Marekani haiwezi kachukua hatua zozote, itajifanya hatuhusiki, lakini itatoa kivuli cha kidiplomasia kwa Israeli pale itapotaka kuwajibishwa kimataifa kwa hatua zake za Somaliland. Marekani itatumia hiyo nafasi kutaka kuilinda Israel kwenye nafasi zote. Sasa nilisema itaifuata atakuwa ni Ethiopia kuitambua, lakini Ethiopia ni kama vile anajaribu kuchungulia, anaangalia alama za nyakati na kule unapoelekea wazi. Kwa sababu hili nimewahi kuambia kuwa mafahari wanapoparurana, kuna wakati sisi ambao ni wadogo hatupaswi sana kuonyesha tuko upande gani. Na ndio maana mimi huwa napigia mstari sana sera za nchi kama za Tanzania, sera zisizofungamana na upande wowote, bado unabaki kuwa salama. Wewe Mrusi, njoo tufanye biashara, China njoo tufanye biashara, Marekani njoo tufanye biashara. Unataka nini? Yani sisi hatuamui kuwa sisi tumeelekea upande gani. Leo hii itakuwa aghlab na nadra kusikia rais wa Kenya amesafiri kwenda Urusi. Itakuwa ni story kubwa kwa sababu Kenya ni mshirika wa NATO. Leo hii huwezi kusikia rais wa Urusi amesafiri kwenda wapi? Kenya. Ni vigumu sana. Leo hii huwezi kusikia labda uhusiano labda wa moja kwa moja China. Yani Kenya alichagua upande wake, alikwenda Western. Yani aliamua kuwa yeye ni Marekani hasa na akageukia upande wa pili wa Marekani, akaamua kila kitu kielekea upande wa pili huko. Sasa ni vigumu kuona vile unapoamua kuchagua aina ya silaha kuwa nitatumia tu silaha moja. Hiyo silaha una uhakika nayo inadumu kwa wakati gani na inakwenda mpaka wapi? Kwa hiyo hiyo ni hatari nyingine ambayo inaweza ikasababisha wewe kukupoteza huko mbele. Sasa swala la Somaliland nimelieleza katika nadharia ya karma. Wasomali wametazama upande mmoja kupata kile wanachokihisi wanakitaka. Nadhani wametazama hivyo kuwa tunaweza tukapata uadilifu, uaminifu ambao tumekuwa tukiutaka, au kupata mamlaka ambao tumekuwa tukiyataka, au kupata nini kile ambacho tumekuwa tukikitaka. Lakini maskini, inawezekana harakati zao za zaidi ya miaka 30 na kutafuta kutambuliwa duniani, kutafuta wao wajulikane ni wapi, zimekwenda kwenye wrong target. Yani zimekwenda katika wakati ambao haukupaswa kuwepo. Zimekwenda katika wakati mgumu ambapo kuwa wao walitakiwa wafanye kingine, lakini wao wamekwenda katika wakati ambao si bora sana kwao. Israeli sio yule wa Somali walimuota. Israeli hana tena ule ushawishi ambao nimekusomea katika mazungumzo ya mchana. Nimekueleza kwa kina hata makala zilizoandikwa, na hata ukiingia kule YouTube nimezungumza, nimewaelezea kuwa kile ambacho Israeli alikuwa na kiota kimekuwa ni karma kinyume chake. Yani wakati wao, ndio nilisema kwenye ile mazungumzo ya mchana, nikasema kuwa kauli ya Kiswahili ile mtaka nyingi na saba hupata mwingi msiba inaishi hai kwa Israeli, kwa sababu Israeli wametaka mwingi, yani wametaka mengi. Matokeo yake wamekosa, kwa sababu hawakuridhika na kupokonya ardhi ya Wapalestina ambayo iligawiwa. Mkataba uliwapa 55%, wao hawakutosheka na 55%. Wakamega kwa Wapalestina mpaka Wapalestina wakabaki wanapumua chini ya 22%. Leo hii Wapalestina hawaruhusiwi kuishi hata kwenye eneo lao la 15%. Israeli kapushi, kasqueeze, bloti, anataka liwe lake. Sawa. Hakutosheka na hilo, akakata eneo la Syria kwa kiwango kikubwa, akasababisha machafuko ya Syria ya juzi, akaendelea kukata yote ile Golani, akasema ni yake, na akataka kuidhibiti Golani ibaki kuwa ni yake. Mpaka leo hii anakaa ndani ya Golani. Akavuka mpaka kuingia upande wa Lebanoni, kakata kwenda huko. Hakutosheka na hilo, akaona kuwa okay, bado ninaweza kuendelea. Akataka kuibadili Mashariki ya Kati nzima iwe mfukoni mwake aweze kuipeleka. Matokeo yake amekwenda kutafuta macho, amekwenda kutafuta pembe, kaondoka, karudi, hana macho. Kupoteza. Yani hata wale Waarabu kama UAE, ambao unajua UAE kabadili gia baada ya haya mambo kutokea. Nadhani Marekani alimpa signal, ndio UAE ameingia kwenye ile kashfa ya Qatar ya kumpa fedha Irani. UAE nadhani alivyokuwa kwenye usingizi mzito,
wale wazungu wenzake wazungu wakawa wanamwambia kuwa wewe endelea tu hivyo, sisi wenyewe hatuungani na Marekani dhidi ya Irani, halafu wewe unajifanya kuungana na Israel dhidi ya Irani, na wewe ndio uko hapo hapo na unaishi kwenye nyumba ya vioo. Shauri yako, hilo ni juu yako. Kwa hiyo ni kama vile wakawa wamemstua kumwambia kuwa baba, njia hiyo unaopita tofauti. Kwa hiyo ni kama UAE amekuja kustuka dakika za majeruhi kuwa baba, njia unaopita sio halisi, utapotea. Akaamua kufunga mdomo. Ala, kumbe nilikuwa nimepotea. Wacha tu nibadilishe njia. Ameamua kusqueeze. Ndio maana nakwambia wiki ya pili au ya tatu, si bahati mbaya, wiki ya pili au ya tatu, sio kwa bahati mbaya, husikii viongozi wa UAE tena wakinyosha mkono kwa Irani au wakizungumza yale maneno yao walikuwa wakiyazungumza hapo awali. Hawataki kabisa kujadili tena hilo swala, na wao wameingia kwenye kashfa ya kutoa fedha, wamekaa kimya. Toka walivyokanusha wametulia kimya, lakini mambo yao yanaendelea kimya kimya. Ni kama wameamua kumkataa Israeli kiaina, kuwa baba, wewe ulikuwa unatupeleka pembeni, sisi hatuwezi tena kwenda na wewe kwenye njia kwa sababu umepoteza kila kitu, japokuwa hatuwezi kukuambia moja kwa moja kwa sababu vitendo vinaongea kuliko kile ambacho tulikuwa tunakusudia. Yani vitendo vya sasa vinaongea kweli kweli. Any Israeli strike on Lebanon violates US agreement, Tehran says. Leo amezungumza waziri wa mambo ya nje wa Irani, anasema kuwa any Israel strike on Lebanon, not Beirut. Yani anasema shambulizi lolote litaloelekea Lebanoni litatafsiriwa kuwa ni ukiukwaji wa makubaliano na Marekani atawajibika kwa hilo. Hii ni karma ambayo inaishi. Yani kafungwa mikono, kafungwa miguu, kama vile yeye mara zote amekuwa akitumia mikataba ya Abraham kuwafunga Waarabu midomo, miguu na mikono, washindwe hata kujitikisa. Sasa Irani kaja kamfunga katika staili ile ile ambayo yeye huwafunga wengine. Rahby Digital, haki na ukweli.